Je, inafaa kumuoa mwanamke mzinifu au haifai? Hapa ndo kuna khilafu ya wanachuoni. Sawa, mwanamke anajulikana kabisa mtaani kwamba ni mzinifu, watu wanafahamu kwamba ni hasharati, sawa, kahaba mathalan. Je, inafaa kumuoa au haifai? Kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza wanasema inafaa kumuoa hata kama hajatubia. Hata kama hajatubia inafaa kumuoa, maadamu mtu mwenyewe muoaji ameridhia kwamba anataka muoe kisheria, la basi, na ndoa inasihi. Na hii ni kauli ya jamhuri. Kauli ya pili wanasema haisihi ndoa ya mzinifu, haifai kumuoa mzinifu. Dalili ndio hii, haifai kumuoa mwanamke mzinifu mpaka atubie na ibainike, ifahamike toba yake. Sawa, kama vile ilivyokuwa anatangaza uzinifu na kadha, basi atubie na toba yake ifahamike kwamba ametubia, na aonekane kwamba ameachana na ule uchafu wa zinaa. Alikuwa anasuhubiana na wachafu, basi afahamike kwamba hivi sasa anasuhubiana na wanawake waliojihifadhi. Toba yake kifahamika, basi ndio aolewe. Hii ni kauli ya pili. Sawa sawa. Kwa hivyo kadhalika na upande wa mwanamume. Je, inafaa kumuoza binti yako kijana mzinifu mchafu wa tabia, kwa maana anafahamika kabisa kwamba tabia zake ni mchafu, yani anafanya uchafu wa zinaa? Sawa, je, inafaa kumuozesha? Ndio inarudi kwenye kauli hizi mbili. Wapo wanaosema inafaa kumuozesha binti yako kwa mtu mzinifu, wengine wanasema haifai. Lakini kauli ambayo ni yenye nguvu, na ndio kauli mimi nimemili kwayo, haifai. Haifai kumuozesha binti yako mwanamume mzinifu mpaka kwanza atubie na ibainike toba yake. Kama ambavyo pia haifai kumuoa mwanamke mzinifu mpaka atubie. Sawa, na hii ndio mawqif na msimamo wa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na wengineo katika aima. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema haipendezi na haitakiwi mtu kumuoa mwanamke mzinifu mpaka atakapokuwa ametubia na toba yake ikafahamika. Kadhalika na haifai kumuozesha binti yako mwanamume mzinifu mpaka atubie. Sawa sawa. Kwa sababu akasema, mfano ukimuoa mwanamke mzinifu, wewe unaamini vipi kwamba watoto utakao wapata kwenye humo ndani ya nyumba yako kwamba wote watakuwa wakwako? Unaamini vipi? Je, unaamini kabisa kwamba huyo mwanamke hatakuletea watoto? Kwa sababu umemuoa kabisa, unajua ni mzinifu. Sawa, kwa huyu anaweza kuletea watoto akakwambia wakwako, kumbe si wakwako. Sawa sawa. Naam. Kwa hivyo ni bora kuwaoa mabinti ambao wamehifadhika, wanawake ambao wamehifadhika katika dini, kuliko kuwaoa wanawake ambao wanafahamika kabisa kwamba ni wachafu, wazinifu, kwa madai kwamba umempenda au kwamba utambadilisha. Utabadilika wewe. Utabadilika wewe, na hatimaye utamweka ndani, baadaye utaweka uhasama na vurugu zisizokuwa na kesi ambazo hazina mwisho. Lakini ukiangalia chanzo, wakati unamuoa umeangalia nini? Kwa hivyo inatakiwa watu kuwa makini sana wakati wa kuoa, wakati wa kuchagua wa kuoa, watu waangalie watu ambao wameshikamana na dini na kujiepusha na wazinifu, hasa wale ambao watu wanafahamika kwa uchafu huo. Ama mtu ambaye anafanya kwa siri, hajulikani, hii ni kadhia nyingine. Sababu mwingine anaweza kusema, sasa mwanamke anaweza kama amehifadhika kwenye dini, anafanya ibada, anavaa majuba, lakini wakati huo akafanya zina. Naam, anaweza akafanya, lakini asili ya kwamba huyu si mchafu hajulikani hivyo. Hajulikani kwamba ni mzinifu, hatangazi haya machafu anayoyafanya ambayo yanasadikika kwamba anafanya.
sawa, lakini hatusemi kwamba hata kama ni mu'min hawezi kuzini. La, almu'min yazni, naam yazni, lakini wakati ule anazini ndio imani yake inafanyaje? Inashuka. Sawa sawa. Sasa ndio kuna maneno kwamba sasa kama tutasimamia hoja hiyo, kwa maana hiyo watu wengine wanatia shaka nyumbani kwao, wanatia shaka kwenye wale watoto. Mwingine anatia shaka kwa watoto wake, anacheki anasema mtoto kaa sio kwangu. Ya akhi, mtoto ambaye amezaliwa ndani ya ndoa huyo ni wa kwako, sawa, huyo ni wa kwako, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alwaladu lilfirash. Mtoto ni yule anayepatikana kwenye kitanda cha ambacho kimepatikana kwa ndoa sahihi. Sasa habari ya kwamba huyu mtoto si wa kwangu, ndio wengine wanasema anayejua mtoto ni wa nani ni mama, kwamba anayejua mtoto ni wa kwako au si wa kwako ni mama. Sasa hii isiwapelekee mkatia shaka mpaka watoto wenu ambao mshawapata mkaanza kuangalia, hebu lete mkono wako kwanza. Haina haja, utajitia shaka bure na ukajikuta mama unamkataa mtoto kwamba huyu ameenda sio kule sio kwa nani, ukaanza kuangalia kwamba atakayepita na muangalia kichwa chake na muangalia na mwanao. Hiyo itakiwi. Saa zingine mtoto hakufuati wewe shekhe, anaweza kaenda mbali kabisa kwa wajomba zako huko ambapo mwenyewe hujui. Kwa hiyo inatakiwa watu kuwa makini katika hilo. Lakini mwanamke ambaye amehifadhika katika dini, yani mpaka kufikia hatua kukuletea watoto ambao si wa kwako, hilo ni janga lingine, na Allah tuepushe nayo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.